Unayo neema na mimi pia ninayo neema. Valentine Day ambayo inaitwa ni sikukuu ya wapenda nao. Hiyo ndio somo. Tutataka kwanza tujue chimbuko imetoka wapi sherehe ya wapenda nao. Bwana asifiwe sana. Sikukuu ya wapenda nao ilianza karne ya 3 huko Roma na mtu aliyeitwa kwa jina la Valentinus, ambao hicho ni Kiroma. Basi huyo ndio mwanzilishi ama mtetezi wa wapenda nao. Ilikuweje hadi ije tokea hivi? Ilikuwa katika enzi hizo za zamani. Kulikuwepo na mwanajeshi mmoja aliyeitwa kwa jina la Kaisaria. Huyu jamaa alikuwa ni askari ambaye alikuwa bado hajaoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni askari ambaye bado hajaoa, lakini pia alikuwa mmoja kati ya askari waliokuwa hodari sana. Sasa hiyo, kama gisi mnavyojua, mtu anapoaminika kwenye kundi anataka kuwapelekesha watu wengine. Sasa huyu jamaa Kaisaria akafika mahali akapiga marufuku ya ndoa kwa wanajeshi. Yeye alikuwa ni mwanajeshi, basi akafika mahali akakataza mwanajeshi yeyote kuwa na ndoa ama kuwa na mke ama kuwa na mume. Ilikuwa ni kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu yeye alikuwa bado hajaoa, na hivyo alijikuta ya kwamba ana nguvu kuwashinda maaskari ambao walikuwa na wake, walikuwa na waume. Ikawa ni sababu ya yeye kuwa intimidate au watu wote, akiwaambia ya kwamba hakuna askari yeyote ambaye atakuwa na mke ama na mume. Kutokana na amri hiyo kuwa kali, ndio undugu ambao tunamuita Valentinus akapingana na hilo swala. Bwana asifiwe sana. Valentinus akalipinga hilo swala, akasema ya kwamba ili swala haliwezekani. Watu wataendelea kuoa, watu wataendelea kuoana, haijalishi ni maaskari. Basi ikawa wakati huo huyu jamaa akafikia mahali. Kwanza Valentinus alikuwa ni moja kati ya maaskofu huko mjini Roma ambaye alikuwa anaaminika. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ikafika mahali baada ya kuona amri ya yule askari inakuwa ni ngumu, maana kiongozi naye alishikamana naye, huyu jamaa akaamua kwanza kufungisha ndoa kwa siri. Bwana asifiwe sana. Basi wakati Claudius ambaye alikuwa ni mfalme aliposikia habari hiyo, akatuma makida wa askari waende wakamkamate Valentinus. Alivyokamatwa huyu jamaa akawekwa ndani kwa kosa la kuunganisha ndoa. Wakati huku walikuwa tayari wamekataa ndoa kwa wana jeshi ama kwa waaskari, yeye akaunganisha ndoa. Ikawa ni sababu iliyomfanya yeye awekwe gerezani. Wakati alipokuwa gerezani, kuna kitu kilichotokea. Kuna mtu aliyekuja kumwangalia, akawa anamwandikia barua binti huyo, akasema mwisho wako Valentine. Hiyo ilikuwa ni jina lake tu. Sasa kitu gani kilichomfanya jamaa huyu aweze kuwa famous? Bwana tukuzwe sana. Ilikuwa ni wakati kuna watu wawili waliomjia. Watu hao ni akina nani? Ngoja hapa niwaangalie. Kuna watu wawili waliomjia. Kulikuwa ni Sabina pamoja na Serapia. Hao watu, mmoja alikuwa ni mpagani, mwingine alikuwa ni Mkristo. Lakini kulikuwa mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wa kifua kikuu. Walipoenda kwa Valentine, wakamwambia kwamba tunaomba uibariki ndoa yetu. Alivyowaombea, akawaambia ishini maisha marefu, maisha yenye amani na furaha. Alivyomaliza sala hiyo, watu wale wakakumbatiana, na ndio ilikuwa mauti ilivyowakuta. Na historia inasema hadi leo mifupa ya watu wawili bado inashikamana,
nayo ilikuwa ni moja kati ya sababu ya ndugu huyo kuwa famous hadi leo. Moja kati ya muujiza uliomfanya ajulikane sana ni hiyo kuwapatanisha watu walivyokumbatiana wakawa wamekufa, na walivyokufa hadi leo mifupa yao iko pamoja. Akaonekana kwamba ni mtetezi wa upendo ama mtetezi wa ndoa za watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndio chimbuko na ufupi wa historia ya Valentine Day ama siku kuu ya wapenda nao. Sababu na mtetezi alikuwa ni nani? Basi sisi hatuko kule. Hapo tu nilitaka kuwaonesha wenzangu na mimi wale ambao tunaishi kwa namna na hali ya kuyasherehekea mambo kama na hayo. Nilitaka tu kuonesha kwamba chimbuko ni nini. Somo letu linaendelea. Valentine wa kweli ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Valentine wa kweli ni Yesu Kristo. Na hapa imenipa nguvu, ujasiri na uwezo wa kwenda kwanza kuitizama uwezo ama kwa nini iwe ni rangi nyekundu. Ndio maana mnaona leo inakuja mbele zenu licha kwamba si manguo ya heshima kama kisi mlivyotarajia. Ndio na mambo mengi sana, lakini nimekuja na haya mavazi kwa malengo. Vazi ya Valentine Day watu wanasema ya kwamba ni nyekundu, lakini pia rangi inaashiria mambo mengi sana kutokana na Yesu Kristo hapa duniani. Rangi nyekundu inamaanisha nini kwa sisi wa Kristo? Ni damu ya Yesu, ni upendo wa Mungu kwa wanadamu, ni upatanisho, tena ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema rangi nyekundu, kwanza ni damu ya Yesu. Mbili ni upendo wa Mungu kwa wanadamu ama kwa ulimwengu. Tatu ni upatanisho wa Mungu na wanadamu. Nne ni wokovu wa mwanadamu. Haya mambo twende tukayachambue. Lakini kumbuka hiyo ni rangi nyekundu ambao watu wanaoivaa siku ya Valentine. Sijui kwenu inakuwa na maanisha nini? Bwana asifiwe sana. Katika sehemu ya kwanza ina maana ya kwamba upendo wa Mungu kwa wanadamu. Hapa nitaomba nende nikautizame Biblia katika kitabu cha Yohane 1:3:16. Yohane mtakatifu 3:16. Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu atukuzwe sana. Biblia inasema kwa maana hii jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo rangi nyekundu ni upendo wa Mungu kwa sisi wanadamu kwa ajili tu ya ukombozi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi kama vile Mkristo, mimi kama mtu ambaye nimeokoka, nikitizama rangi nyekundu ninaangalia mara moja upendo wa Mungu kwetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni upendo wa Mungu kwetu. Katika kipengele cha pili ni damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini damu ya Yesu? Tunaona ni upendo wa Mungu. Unajua upendo wa Mungu ulivyoonekana kwa wanadamu ilibidi amtume Yesu. Na Yesu alivyokuja hapa duniani ilibidi azaliwe na atokwe na damu. Kwa nini damu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini damu? Kwa sababu ndio iliyofanya kazi ya kusafisha dhambi na makosa yetu. Damu ya Yesu Kristo ndio iliyo na inayozidi kufanya kazi ya kusafisha makosa na dhambi. Tunajadili rangi nyekundu ndani ya siku ya Valentine Day. Lakini hivyo Valentine ya kweli ni Yesu Kristo.
Kwa hiyo Yesu Kristo akaja akatokwa na damu kwa ajili yetu. Kwa hiyo hapa pia anakwenda kusoma kitabu kile cha Marko cha Mathayo sura yake ya 26. Mathayo 26 mstari wa 28. Mathayo 26 mstari wa 28. Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, tazama, mle huu ndio mwili wangu. 27 ikasema, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote hiki, maana hii ndio damu yangu ya agano, imwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo rangi nyekundu inawashiri ya kwamba damu ya Yesu iliyomwaika pale Calvary kwa ajili tu ya ondoleo ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu akaambia wanafunzi kwamba kunyweni hiki, kwamba kunyweni hiki hapa, maana hii ni damu yangu ambayo inamwaika kwa ajili ya makosa na dhambi zenu. Kwa hiyo unapoona mtu wa Mungu ni rangi nyekundu, inaashiria damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ambayo iko pale kwa ajili ya kutuondolea makosa na dhambi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo rangi nyekundu tena ndani ya Valentine Day ina maana ya kwamba ondoleo la dhambi katika maisha ya Mkristo yeyote. Tunapoona rangi nyekundu, tunaona ukombozi wetu uliofanyika pale Calvary kwa kazi ambayo Yesu aliyoifanya ndani ya maisha yetu. Tunaendelea mbele. Kwa upatanisho, rangi pia ni alama ya upatanisho. Ina maana gani? Mwanadamu wakati alipotenda makosa, ama wakati mwanadamu alipoenda kinyume na Mungu, alikuwa yuko mbali sana na Mungu, na kwa hivyo Mungu akaamua kumtuma Yesu kwa ajili ya kumpatanisha mwanadamu na yeye. Kwa hiyo tulipatanishwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Na hapa pia tunacho kitabu. Ninataka tu nikuhakikishie kidogo mambo madogo tu. Kitabu cha Warumi sura yake ya 5 mstari wa 10. 5:10 Warumi. Biblia inasema ya kwamba, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia inasema wakati tulipotenda makosa, wakati tulipoishi maisha ya dhambi, tulikuwa tu mbali na Mungu, lakini kwa ajili ya neema ya Mungu akatupatanisha sisi tuliokuwa mbali na neema yake kwa njia ya Yesu Kristo. Ndio maana Yesu alikuja akafa, damu ikamtoka kwa ajili ya upatanisho wa wewe ama wa mimi na Mungu. Kwa hiyo upendo wa Yesu hapa, ama kufa kwa Yesu hapa duniani, una alama kubwa sana ya upendo. Unamaanisha mambo mengi ambayo ni makubwa sana katika maisha yetu. Akaja, Biblia inasema Yesu alitupatanisha. Mungu alitupatanisha sisi kupitia Yesu Kristo, akatuunganisha sisi ambao tulikuwa watendaji wa dhambi. Yaani alitupatanisha kwa kutuondolea dhambi, akaweza kutupatanisha. Bwana tukuzwe sana. Kwa hiyo kama Yesu alikuja pia ni kwa ajili ya kutupatanisha. Kwa kumaliza, ni wokovu wa mwanadamu.
wokovu wa mwanadamu, ningetamani watu tufike mahali tujue thamani ya Yesu pale Calvary. Tujue kazi aliyokuja kuifanya Yesu pale msalabani. Kwa sababu walio wengi tunashikilia mambo legelege sana. Tunaangalia ni hali ya namna gani ambapo Mungu aliyoifanya pale ili kuweza kutukomboa sisi. Hapa nitakwenda kusoma kitabu pia cha Yohane Mtakatifu. Yohane Mtakatifu sura yake ya 19 mstari wa 30. 19:30 Yohane. Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema, basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akasalimu roho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe tena. Biblia inasema ikawa ni wakati Yesu alipokuwa pale msalabani, amekwisha kuipokea siki, amekwisha kuyapokea mateso, akasema imekwisha. Bwana asifiwe sana. Ndio maana watu ni lazima tujue thamani ya lile neno. Kuna neno moja ambayo Yesu aliyomaliza. Angalia pale msalabani, baada ya kusema imekwisha, imekwisha, hakuna jambo lingine tena alilolifanya zaidi ya kusubiri ufufuo wake. Amemaliza tayari kazi yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wokovu wetu ulikamilika pale Yesu aliposema kwamba imekwisha. Kwa lazima tujue thamani wa haya yote mambo. Hapa tu nilikuwa nikikuchambulia rangi nyekundu katika mivaji ya watu wanaosema kwamba ndio mivalio ya Valentine Day. Ila mimi nimeitoa katika tafsiri ya sisi ambao tumeokoka. Nimekuambia nyekundu inaashiria upendo wa Mungu kwa wanadamu. Imeashiria damu ya Yesu Kristo. Imeashiria upatanisho. Imeashiria wokovu wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna kitu kimoja ambacho leo kinashangaza sana ulimwengu na kinaleta sana wasiwasi katika maisha yetu. Upendo wa kweli katika maisha ya mwanadamu haujamaanisha kushiriki ama kutenda dhambi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa kweli haijamaanisha kwamba kuambatana na rafiki ama na ndugu ama kushiriki kundi lolote ama mahali popote ama sherehe yoyote inayohusisha dhambi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuoneshe upendo wa kweli. Mathayo 10:37. Mathayo 10:37. Biblia inasema ya kwamba Mathayo 10:37. Biblia inasema, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Bwana asifiwe sana. Unajua, nikitizama watu tunavyoshikilia Valentine Day siku hizi, watu tupo rizaa kuchelewa makazini, kuchelewa kanisani, kuchelewa kufanya huduma yoyote ile ya kiroho kwa ajili ni sikukuu ya wapenda nao, kwa sababu ya kuspend your time with your family. Lakini let me tell you something. Kama una roho ya kuheshimu Valentine Day kwa kuspend more time na familia yako kuliko unavyospend time na Mungu, ujue kwamba una ghadhabu mbele za Mungu. Kwa sababu si unaona Valentine Day itakuwa mu Sunday. Valentine Day yenu ninyi mnasema itakuwa ni Sunday. It is a good time kwa wewe kuspend time na watu ambao ni waumini pamoja na Mungu.
wao kuspend time hekaluni pa Mungu. Maana nimekuambia Valentine ya kweli ni Yesu Kristo kwa kazi aliyokufia nayo. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ampendaye baba, mama, ndugu au binti kuliko Mungu ama kuliko Yesu Kristo aweze kumpendeza Mungu. Lakini sisi leo tunapenda misherehe sana kuliko Mungu. Tunapenda kwenda kwenye misikukuu sana. Watu wameamua hadi wameondoka mahali wanaweka makundi wanakwenda kusherehekea Valentine Day. Tunafanya gharama za namna yoyote kuvaa mavazi ya kufanana wakidai kwamba mavazi mekundu. Mnashindwa hata kujua thamani ya hayo mavazi yanamaanisha nini katika maisha yetu. Lakini tunavaa tu kwamba ni siku ya wapendanao, sikukuu ya wapendanao. Ngoja nikwambie, ukipenda sherehe sana ndani ya siku za tarehe hiyo kuliko namna na hali unavyompenda Mungu, jua kwamba una ghadhabu mbele za Mungu. Hizi ibada zingine zitapelekwa haraka kwamba twende tukasherehekee Valentine pamoja na familia zetu. Lakini ngoja nikwambie, wewe mtu ambaye unaamua kupeleka ibada haraka kisa unawaia sherehe ya Valentine Day, jua kwamba Mungu anakuona. Bwana tukuzwe sana. Kwa nini nitaka niseme nini? Nilitaka niseme ya kwamba Mungu anafaa kuheshimiwa zaidi ya jinsi tunavyoheshimu Valentine Day. Mungu anabidi apewe muda zaidi kuliko jinsi tunaopasha misherehe ovyo muda kwa ajili ya kusherehekea sikukuu yenu ya wapendanao mnaodai kwamba ni wapendanao. Kumbuka aliyekupenda zaidi ni Yesu, maana alitoa maisha yake kwa ajili ya wewe upate kuokolewa. Huyo ndugu ambaye leo unayependa, huyo ndugu ambaye leo unaoshiriki naye mnaamua kwamba kufanya sherehe, hawezi akatoa maisha yake kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akasema aliye na upendo mpuni huu hapa ni kutoa uhai wake kwa ajili yako. Hiyo inasemekana katika kitabu cha Yohana sura yake ya 15 hadi 15. Anasema upendo wa kweli ni mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na huo ndio upendo ambao Yesu Kristo aliyokusudia kwetu. Kwa hiyo kwa namna na hali yoyote tunaposema sikukuu ya wapendanao, lazima kwanza muangalie aliyekupenda zaidi ambao ni Yesu Kristo. Alikuja akamwaga damu yake ambao inaashiria mavazi mekundu tunayoyavaa katika siku hiyo. Yaani ile damu iliyomwaika inamwaika kwa ajili ya maisha yetu, na sio siku ya kwenda kusherehekea mambo ya ovyo ama kunywa vinywaji. Bwana tukuzwe sana. Kwa sababu mimi kinachonishangaza ni kwamba Valentine Day katika kizazi chetu inatafsiri kwamba ya kushiriki sherehe za dhambi. Bwana asifiwe sana na Mungu aturumie. Valentine Day inaashiria kushiriki misherehe na makundi inayotenda mabaya na maasi. Ni kundi inayolewa ovyo. Hiyo ndio kusherehekea Valentine Day. Kwenda night club ndio Valentine Day. Lakini sivyo. Valentine Day wa kweli ni Yesu Kristo. Bwana atukuzwe sana. Basi watu wengi sana ndani ya siku ya Valentine Day tunao tabia moja mbovu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia jamaa linasema ni sikukuu ya wapendanao. Ni girlfriend, ni boyfriend, inatoka out, inavalia sare, wanaenda wanazini ovyo, wanalewa ovyo kwamba ndo uhuru wa Valentine Day. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, Valentine Day haijakupa uhuru wa kuzini, haijakupa uhuru wa kulewa na huyo ambao unapendana naye. Kwanza ngoja nikwambie, huyu ndugu Valentius wakati ule wa karne ya 3 aliunganisha ndoa. Ninaomba mnielewe sana mtu wa Mungu. Ndio maana nilitaka kwanza nikuoneshe historia. Jamaa alikuwa akiunganisha ndoa, na kumbuka yule alikuwa ni padiri. Kumbuka yule alikuwa ni mtakatifu, alikuwa ni kuhani kanisani katika kanisa la Roman Catholic. Kwa hiyo alikuwa akiambatanisha watu ambao wameokoka, ndoa za watu ambazo ziko sahihi. Lakini leo tunaposema Valentine Day ni sawasawa kinazungumzwa kitu ambacho kinachotupa uhuru kushiriki dhambi fulani. Lakini ngoja nikwambie, Valentine Day haijawa na maana ya uzini sana, haijawa na maana ya ulewe sana, haijawa na maana uende night club. Ina maana ujue kwamba thamani ya upendo wa Yesu Kristo katika maisha yako. Ndio maana tunavaa vyekundu, ikiwa na maana kwamba ya damu yake iliyomwaika kwa ajili ya makosa na dhambi zetu. Bwana asifiwe sana. Maana watu wengi sana tunakuwa na asili ya kujirahisishia kwamba ni Valentine Day. Unakuta hata kabinti kadogo kameanza kupendana tu mwaka jana, leo boyfriend wake anakandikia baby ni Valentine Day, send me a gift whatever. Sijui tunaenda out, sijui wanakwenda out, wanaenda kumbe kuumbuana. Mtu wa Mungu, ngoja nikusomee maandiko fulani hapa. Mithali
Kusoma kitabu cha Methali 6:32. Nikakutizamisha kitu fulani hapa mtu Mungu. 6:32 Methali. Biblia inasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi huwaga nashangaa kwa sababu ninapotizamaga watu ninaonaga asilimia ya watu wengi wanaonaga tunaposema neno upendo lina tafsiri ya zinaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tunaposema neno upendo inamaanisha kwamba zinaa. Lakini Methali ametuambia, Sulemani anatuandikia kwamba anayezini na mwanamke, mtu huyo ana akili kabisa, maana hufanya jambo litakalo angamiza nafsi yake. Ninaomba tutafakari maneno haya. Unazini katika hali ya mwili, lakini kitakachoangamia ni nafsi yako. Kwa nini? Biblia inatuambia kwamba dhambi zote anazotenda mtu ni nje ya mwili wake, bali dhambi ya zinaa ni juu ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo ina hukumu kubwa zaidi. Sasa watu wengi inaposemekana Valentine Day, wasichana masikio yanakuwa yako nje, utanitumia nini? Utakuja kunivisit, sijui mambo kama hayo. Na wanachoenda tu kuvisitiana, wanashiriki tu dhambi fulani. Wanakwenda tu kushiriki dhambi fulani. Ndugu, upendo wa Mungu kwetu sisi, upendo wa Mungu kwetu sisi una maana kubwa sana ya kuacha dhambi. Upendo wa Mungu aliofanya kufanyika kuwa Valentine kwetu. Maana Valentine ni sikukuu ya ndugu ule unayempenda zaidi. Wale ambao yani unaowapenda zaidi. Kwa hiyo ndio sikukuu hiyo. Siku hiyo haijawa tafsiri ya kushiriki dhambi yoyote mahali popote. Bwana asifiwe sana. Kwa ninataka ufike mahali ujue ya kwamba ndio sherekea sikukuu ya Valentine, lakini sije kwa sababu itakao kufanya uondokane na mstari wa Mungu. Habari njema ni kwamba kwetu sisi ambao tumeokoka, kila siku ni Valentine Day, maana tunaukumbuka upendo wa Mungu katika maisha yetu kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa sawa, maana it makes sense. Mtu mmependana naye siku zote, alafu uje uambie kwamba siku yenu siku ya wapenda nao ni siku fulani. No. Wapenda nao waga wanapendana siku zote. Na katika ndoa ya kweli ama uchumba wa kweli, Valentine waga ni kila siku. Hakunaga siku special. Lakini kwa sababu shetani ameshaweka siasa ya kuwarubuni watu ili waweze kutenda dhambi. Efeso 6:10 inasema, hatimaye mzidi sana kuwa hodari katika Bwana, ili tuweze kuzipinga ila za shetani. Kwa hiyo shetani ameweka siku fulani kuwa maalum na watu kweli waishikilie kwa uzito fulani, ili kwamba waende wakashiriki baadhi ya madhambi na makosa. Neema ya Mungu leo inakuita. Ninataka nikueleze kwamba Mungu amekutaka ukumbuke ya kwamba kila siku uwe unakumbuka upendo wake. Thamani ya Yesu kuja kufa kwa ajili yako. Thamani ya damu ya Yesu kumwaika kwa ajili yako. Thamani ya Yesu kukupatanisha wewe uliokuwa unatenda dhambi kwa ajili ya yeye kuja kufa kwake hapa duniani ni kubwa zaidi kuliko yote. Hivyo chunguza njia zako. Isitokee siku yoyote iliyopangwa na wanadamu ije kwa sababu ya wewe kukosana na Mungu. Kama Valentine Day ni sikukuu ya watu wapenda nao, hivi ni nani aliye na upendo kama upendo wa Yesu aliofanya hapa duniani? Na huyo leo unamuita mume, huyo leo unamuita mke, huyo leo unamuita mchumba, je, anakupenda zaidi ya jinsi Yesu alivyokupenda? Bwana asifiwe sana. Sisi wengine hapa tulikuwa tunapendwa na familia. Sisi wengine hapa tulikuwa tunapendwa na tu girlfriend twingi huko ambato tulidate zamani. Lakini bado tunaendelea kuhangaika. Nataka nikueleze nini? Ndio maana katika kuzika watu wengi woga wanasema tulikupenda sana ila Mungu amekupenda zaidi. Tunataka tumaanishe nini katika neno hilo? Ninaomba maneno mengine tukue tunayasema, tunaangalia uzito wa hayo maneno. Kwamba tulikupenda sana
ila Mungu amekupenda zaidi. Ila cha kushangaza, siku ya sikukuu ya wapendanao au uoneshe upendo wako kwa Mungu zaidi, unaonesha upendo wako kwa watu. Mambo hayo yafikirie sana mtu Mungu. Naomba mtu utakayezichunguza njia zako. Niseme kwamba Valentine Day haina tafsiri ya kwenda kushiriki dhambi aina yoyote. Valentine Day haina tafsiri ya kukueleza uende ushiriki night club, ulewe pombe, uzini ovyo ovyo, ama ufanye kituko chote kilicho kinyume na Mungu. Kwa sababu watu wengi tunakuwa na asili ya kujipatishia uhuru. Uko girlfriend wangu na leo ni siku yetu. Unasikia ile jamani nasema leo ni siku yetu. Lakini asemi ni siku yetu kwa nia njema. Ni kwa nia ya kuumbuana tu. Nia ya kufanyiana mambo ambayo baadaye yatakuja kuwachimbia shimo mbeleni. Kibaya zaidi, ndio miezi wengi wanashika ujauzito, na wengi wanatoa ujauzito, na wengi pia wanakufa. Kwa sababu Biblia inasema nasi tendao dhambi ndio utakayekufa. Kwa hiyo unapoendekeza dhambi yoyote kwenye siku ya Valentine Day, ujue kufa kwako kunakuja. Kama hutakufa katika mwili, utakufa mbele za Mungu. Ndio maana tu binti twingi utakuta binti ni kalokole, kanisani kanaimba, kanacheza kabisa, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Siku ya Valentine Day lijamali inajipanga vya kutosha na Vingereza vya uongo kwamba today is our day. So unasikia lijamali na test hivyo, linatia malove ya mingi pale, na migift mnadanganyana, kashingi 500, kashingi 1000, sijui mambo kama na hayo, mna sijui ka $200, sijui mnatumiana. Yote hayo inakuwa tu ni kwa sababu mtu huyo ana malengo ya kufanya dhambi na wewe. Ngoja nikwambie, mwanaume katika siku hii ambayo inaitwa Valentine Day ana uwezo akakubali kufanya gharama ya mambo yote ili mradi tu afikia lengo lake fulani la kutenda dhambi ya zinaa na wewe. Ata make sure ananunua gift yoyote, ata make sure ana rent hotel kwa gharama yoyote ili tu akazini na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niseme kwamba nisio mwongeaji sana. Kichwa cha somo ni kwamba Valentine Day, yaani nimekuambia Valentine ya kweli katika maisha yako, uwe ni mtu ambaye utakayokumbuka upendo wa Yesu Kristo katika maisha yako, na sio upendo wa ndugu wengine ambao wana malengo ya kuturubuni akili zetu na kutufanya tuweze kuwa watu ambao tutakwenda kukosana na Mungu. Hii ni sauti ya mtu iliyotoka nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Amen.